ili tuzungumze na wananchi kupitia ninyi wanahabari. Ni washukuru pia kwa kukubali wito huu, japo ulikuwa wa ghafla na wa haraka, lakini kuitika kwenu kunaonesha namna ambavyo tuko pamoja, tunashirikiana na tunaendelea kupeana taarifa hata zile za haraka kwa haraka. Siku 2-3 zilizopita tulikuwa na kikao kama hiki tukizungumza kuhusu JKT Queens, malengo tulionayo kuelekea ligi ya mabingwa wanawake Afrika, mashindano ambayo yatafanyika Algeria mwanzoni mwa mwezi Novemba, na maandalizi ya kuelekea huko. Katika maandalizi tulieleza tumeanza kambi tangia tarehe 4, kambi ya ndani, lakini tukaeleza leo tarehe 9 timu yetu itaondoka kuelekea Istanbul kule Uturuki kwa ajili ya kuweka kambi ya mazoezi na kujiandaa kwa ajili ya mashindano hayo. Tumelazimika kuwaita wanahabari kutokana na yaliyojitokeza na namna ambavyo JKT Queens tunataka kuyashiriki. Tulipokea barua kutoka TFF ikiwaalika wachezaji wetu 13 kwa ajili ya kuunda kikosi cha timu ya taifa wanawake kwa maana ya Twiga Stars kujiandaa na mchezo wa kufuzu WAFCON dhidi ya Ethiopia. Na kambi hiyo inatakiwa ianze tarehe 13 kwa ajili ya mchezo huo wa kwanza utakaofanyika hapa na baadaye kule Ethiopia. Ukiangalia wachezaji 13 kutoka katika timu yetu ya JKT Queens, maana yake ni kwamba ndio wanaounda timu ya taifa katika mashindano hayo makubwa ya WAFCON. Kwa maana hiyo uongozi wa jeshi ambao ndio wanaoimiliki timu ya JKT Queens wakimshirikisha mkuu wa majeshi kwa maana ya Jenerali Jacob John Mkunda walikaa na kulichakata jambo hili kwamba nini kifanyike. Lakini kwa sababu timu yetu ni ya kizalendo, inajua umuhimu wa mafanikio ya kitaifa, na kule Uturuki tulikuwa tunakwenda kwa lengo la maandalizi, ni mazoezi si mashindano. Hivi ninavyozungumza wachezaji wetu hawana taarifa za mabadiliko, bado akili zao zinawatuma kwamba usiku wa leo tutaelekea Uturuki. Kwa hiyo tumeona tutumie wasaa huu kujulisha umma wa Watanzania kwamba viongozi wa jeshi wanaomiliki JKT Queens, nikimaanisha mkuu wa utawala wa Jeshi la Kujenga Taifa Brigedia Jenerali Hassan Mabena, mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Jenerali Rajabu Mabele, na mkuu wa majeshi maanisha CDF Jenerali Jacob John Mkunda, kwa pamoja walichakata jambo hilo na kutoa maamuzi kwamba safari ya Uturuki tuiahirishe. Kwa hiyo safari ambayo ilikuwa ifanyike leo ya JKT Queens kwenda Uturuki kwa ajili ya maandalizi ya mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika kule Algeria haitakuwepo. Na haitakuwepo kwa maana ya utaifa na uzalendo. Tumetazama faida kubwa kwa ajili ya kulitumikia taifa. Wachezaji 13 watakapokuwa wameondoka katika timu ya taifa iliyotangazwa wasishiriki kwenye timu ya taifa, linakuwa ni pigo kubwa kwa timu,
ni pigo kubwa kwa taifa, na itaonesha hatuna uzalendo, na sisi ndio wazalendo namba moja. Kwa hiyo taifa kwanza. JKT Queens itaendelea kufanya maandalizi hapa nchini kwa ajili ya mashindano hayo yaliyoko mbele yetu, lakini wakati huo wakishiriki kikamilifu katika timu ya taifa ambayo kambi yake itaanza tarehe 13. Ilikuwa tuondoke leo, turudi tarehe 20. Tarehe 20 hiyo tutakayorudi, tunaanza maandalizi ya kwenda Algeria. Kwa hiyo wasingepata nafasi ya kushiriki katika timu ya taifa. Jenerali Jacob John Mkunda, mzalendo wa kweli, mwana michezo, anayependa michezo na anayefuatilia kuhakikisha kwamba mafanikio katika jambo analolisimamia yanakuwepo, ameelekeza kwamba timu hii sasa maandalizi yake yafanyike Tanzania. Tuwaombe radhi wapenzi, wadau na mashabiki wetu. Tuwaombe radhi pia wale wa kule Uturuki, japo hawatatusikia, lakini kwa sababu hivi vyombo vinakwenda, mawasiliano haya yanaweza yakawafikia pia. Tuwaombe radhi kwa maandalizi ambayo tayari walikuwa wameyafanya kwa ajili ya kuipokea JKT Queens. Timu mbili za ligi kuu ya Uturuki ambazo niliwatajia tulizokuwa tucheze nazo mechi ya kirafiki tukiwa kule, zinacheza ligi kuu ya Uturuki. Mojawapo ikiwa inaitwa Fatih Varenspor ya kule Uturuki, na timu ya pili inaitwa Seki Mekoi BDS. Hizi ni timu ambazo tulikuwa tucheze nao mechi ya kirafiki kule, na tayari maandalizi ya michezo hiyo walikuwa wameshaianza, na sasa tutakwenda. Kwa hiyo tuwaombe radhi katika hilo kwa muda ambao walikuwa wameupoteza na kujiandaa kwa ajili ya mchezo huu, kwamba hatutaufanya pia. Lakini tuwaombe radhi pia wamiliki wa uwanja ambao tayari tulikuwa tumeupata kwa ajili ya mazoezi kule Istanbul. Uwanja wa Santatek ndio uwanja ambao ilikuwa tutumie kwa ajili ya kufanya mazoezi, kwamba sasa hatutafika na walishajiandaa kutupokea. Kwa hiyo kwa ujumla nilichotaka kukieleza ni hicho, kwamba JKT tumetazama maslahi mapana ya taifa. Tumetazama mafanikio makubwa ya taifa. Tumeliangalia hilo kwa ajili ya kuitangaza nchi yetu kimataifa katika mashindano haya makubwa Afrika, WAFCON, ambao wachezaji wetu 13 wanaunda kikosi hicho kilichoitwa kuanza kambi ya mazoezi tarehe 13. Kwa hiyo leo tutakuwa na ngao ya jamii. Wachezaji wetu wale ambao walikuwa wanaondoka wachezaji 21 hawakuwa katika utaratibu wa mechi ya leo. Hawakuwa kwenye utaratibu wa mechi ya leo, kwa maana kwamba tunao wachezaji wengi, tuna timu ya under 17, tuna timu ya under 20, na wale senior timu wachezaji takriban 46 walisajiliwa, wako kwenye mfumo. Kwa hiyo walikuwa wanabaki wengine kwa ajili ya kuhudumu katika mchezo wa leo. Kwa hiyo ni jukumu sasa kwenye mchezo wa leo, ngao ya jamii dhidi ya Yanga Presence,